Habari rasmi ni kuwa Margaret Nduta Macharia, Mkenya ambaye alikuwa amehukumiwa kifo nchini Vietnam, bado yuko hai. Kumekuwa na habari zilizosambaa mitandaoni kuwa tayari hukumu hiyo imeshatekelezwa, lakini TRT Afrika imeweza kuthibitisha kupitia Wizara ya Mambo ya Nje ya Kenya. Katibu Mkuu wa Mambo ya Nje Korir Sing'oei aliambia TRT Afrika kuwa hukumu hiyo dhidi ya Margaret Nduta bado haijakamilishwa kwa sababu alikata rufaa hivi majuzi. Awali mauaji hayo yalipangwa Jumatatu, Machi 17, lakini baada ya Kenya kuingilia kati yaliahirishwa kwa muda usiojulikana. Katika ukurasa wake kwenye mtandao wa X, Korir alisema kuwa ana furaha kuwajulisha kwamba timu ya Kenya kutoka Bangkok hatimaye ilipata visa ya kusafiria na kufika katika gereza la Ho Chi Minh nchini Vietnam ambako Margaret Nduta anazuiliwa kwa sasa. Aliendelea kusema kuwa wamethibitisha kwamba ingawa Margaret amehuzunika sana, anavumilia na anazuiliwa katika mazingira mazuri na yenye utu. Ingawa Margaret hakuwakilishwa na wakili wakati wa kesi, rufaa iliyowasilishwa siku chache zilizopita itasikilizwa hivi karibuni. Katika ujumbe wake, Katibu Mkuu Korir Sing'oei alisema kuwa ujumbe wa Kenya unaendelea kushirikisha maafisa wa Vietnam juu ya njia mbadala za kutatua swala hili gumu. Mwisho wa ujumbe huo, Korir alitoa ushauri wa tahadhari kwa Wakenya kutoshawishiwa au kunaswa na aina yoyote ya dawa za kulevya au ulanguzi wa binadamu. Ni tukio hatari sana na la gharama kubwa, amesema. Margaret Nduta alikamatwa mwezi Julai mwaka 2023 katika uwanja wa ndege nchini Vietnam akiwa na zaidi ya kilo 2 za dawa ya kulevya zilizokuwa zimefichwa kwenye mzigo wake alipokuwa akisafiri kuelekea nchini Laos. Hata hivyo, Nduta anadai kwamba hakuwa anajua kuwa ndani ya mzigo huo kulikuwa na dawa za kulevya. Anasema alipewa mzigo huo na Mkenya aitwaye John ambaye alimwahidi malipo ya dola 1300 ili asafirishe hadi Laos, lakini mahakama ya Vietnam haikukubaliana na kujitetea kwake, ikidai kuwa ni njama ya kukwepa kuwajibishwa. Mnamo Machi 6 mwaka 2025, Nduta alihukumiwa adhabu ya kifo kwa kosa la kusafirisha dawa zilizoharamishwa.